Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa TV yako pendwa Halal Charity TV. Hii leo ndani ya kipindi chako kipendwa cha biashara mashinani. Tuko area Mtwapa ndani ya duka maarufu, duka kwa jina Wensi Electronics. Na hii leo, hii si biashara tu. Hii ni safari na huu ni mwito kwa wanadada wote ambao wanapenda kujikuza kwa biashara ama kujikuza katika maisha yao. Leo tuko na mwanadada mwenye biashara kama hii. Ningependa uungane na mimi mpaka mwisho wa video kama hii tuweze tujue mengi ambayo ametuandalia na mengi ambayo sisi kama Halal Charity TV tumekuandalia wewe mpenzi mtazamaji. Karibu. Miss, thank you so much for joining us in this episode of ours, Biashara Mashinani. You can tell the viewers your name and what is the name of your business and where it's located. My name is Cecilia Onzere. I'm a business lady. Biashara yangu iko hapa Mtwapa between Jambo Travelers and Kemri. It's the 5th shop. Kama unatoka on the main highway. Okay. On your left. On your left. Yes. And what's the business all about? Inahusu nini biashara yako? Inahusu electronics. Okay. Yeah. Electronics. Yes. Maybe you can give us the types of electronics that maybe you have here. Okay, we deal with phone accessories. Okay. Tuna deal na bulbs. Tuna deal na microphones. Tuna deal na Bluetooth speakers, radios. Vitu mingi sana. Vitu mingi sana. Yeah, air fryers. Oh, wow. So Tuna all types of electronics. Exactly. Okay. And when did you start? How old is this business of yours? Okay. Hii biashara kwa hapa iko na 9 months. 9 months. Wow. Yes. Okay. Yes. 9 months. So 9 months, that was, when did you start? You In May. May Yes. 2025. Yes. And what made you choose this? You know, in businesses, people who are in business, Yeah. they usually have something that made them do this, something that made them choose this business apart from other ventures. Okay. So what made you take up this business? Okay. Niko na passion sana na electronics. Okay. Mimi najua kutengeneza simu. Okay. So I have a lot of passion kwa electronics. So hakuna kitu inanitatiza. Hata kama ukiona nimeshindwa ujue kweli hapa nimeshindwa. Yes. Okay. So That's why nikaamua kwenda nifanye hizo vitu. So ili nipate riziki. Oh, any story behind where you've been you were somewhere else before starting this business? Because it's 9 months and you're a business lady, so lazima kulikuwa mahali then. Yeah, nilikuwa nafanya biashara nyingine tofauti na electronics. Okay. Kwa sababu electronics inahitaji mtaji mkubwa compared to vitu zingine. Yes. Then I was doing a lot of research on electronics kwa sababu nataka nipanuke zaidi. Right. Thank you so much. For all businesses lazima kuna benefits ambazo mtu anapata kwa biashara. And katika kipindi chetu usually look at 3 different angles of benefits. Okay. So number 1, how does it benefit you personally wewe mwenyewe? Okay. Yeah. Okay, hii biashara inakimu mahitaji yangu. Inaweza kusomesha watoto wangu na kupata riziki yangu ya kila siku. Alright. What about the youth? Vijana ambao wako. Okay, niko na vijana kadhaa wenye nimeajiri hapa. Okay. Kuna pia wale wa kufanya delivery. Alafu pia kuna wale wanafanya dropshipping. Okay. Ambapo dropshipping ni mimi ninakuwa kama supplier wako. Wewe hauna mtaji wa kufanya hizo electronics. Okay. So unakuja unapiga picha ama unasema nikutumie, wewe unatafuta mteja, unamuuzia, unakuja unachukua kutoka kwangu alafu unampelekea mteja. So you put your own small margin of money. So in total yani youth wanapata benefit kubwa pia katika hii biashara yako. Very good. What about the community now at large, society, the people living around here, how do they benefit? Okay, number 1 ni karibu
sana. Alafu tunafunga kuchelewa, so wakati uko na tatizo lolote ni rahisi. Alafu pia naweza sema kwa society tuko na watu kadhaa wenye wanategemea hii biashara. Na watoto wako KP wenye wanasoma na wanasoma through hii business ambapo wensi ninawasimamia mimi kama mama yao. Niko na mwingine ana join campus mwezi wa 9, pia anafanya kazi hapa akingojea wakati wa kujoin campus ufike. Alafu niko na mvulana pia mwenye sasa amejoin hapo KP, pia ananitegemea mimi. Okay, very nice. So the society, the fact that tunafunga kuchelewa, so watu wakiwa na problem fika after maybe past 5 wanaweza kupata, past 6 pia wanapata. And you say tunatengeza simu pia wewe. Yes, mimi mwenyewe natengeneza. So someone having a problem, sababu yani wazee wengi wao wana shida ya simu because they don't know how to use them, ama labda simu ifanyika kitu, so they'll just wakoje nitatatua. Okay, thank you so much. So we can look at those are the benefits, but mahali ambapo kuna benefits lazima kuna challenges. Kabisa. So what are the challenges that tuna face? Okay, challenges ziko katika hii industry ya electronics mingi sana. Kitu ya kwanza technology changes kila wakati. Ya pili ni price fluctuation. Unapata umeenda kununua kitu kapata bei imepanda, so inabidi pia wewe upandishe bei. Alafu ya tatu ni security. Sababu electronics inashika watu macho sana, so kuibiwa ile ni rahisi sana. Ndio naweza sema. Cha nne ni unaweza order mzigo ikachukua muda kidogo kufika na mteja ako tayari, so inaleta changamoto kidogo. With the electronic shop like this lazima security have to be beefed up, so hiyo ni all the challenges. Alafu kitu kingine lazima uwe na mtaji mkubwa kuanzisha. You cannot start with just a little amount of money. Okay. Kuna watu wengi ambao wanaangalia kipindi chetu na pengine wamefikia mahali wamefeli kwa sababu tumesema kuna challenges kadhaa. So mtu anafeli lakini anaacha na story. Pengine you give us, is there any situation in your life, business life, fika mahali ukafail and then you just came back juu? Kwa biashara kuna kuanguka na kuna kuendelea. Na sikuanza hapa. Kuna mahali nimeanza ndio nikafika hapa. So ni ukianguka usiendelee kukaa tu. Niitie uchangamke, ufanye akili zako zifanye kazi, kwa ufanye a lot of research. Invest in another thing. Na unaweza invest, si lazima ukuwe na pesa. Like nimesema vijana kufanya dropshipping. You see kama akikuja kufanya hiyo dropshipping pole si anaweka kamtaji kake. Akitaka sasa afike wakati anataka kununua kitu yake, si atanunua, anzishe. Very true. So kwa biashara fanya a lot of research, then take a lot of time kujua hizi vitu zinatoka wapi, nini, profit margin. Ndio ufanye. Alafu pia angalia vitu original things ili wateja wasiziregeshe. Ili ukikuwa na original things, kwa sababu sasa hii kuna a lot of copies that are going on, so utapata kitu maybe original na kuna copy yake, so most of the clients wataendea ile copy, lakini it will not give them a good service compared to the original. What about yourself story? Yourself where umeanguka mahali? Kuna biashara nimefanya ya kampuni ya maji. It was called Wensi Limited. Ilikuwa ina deal na processing of water. So nilifanya hii biashara, nilianza bila kufanya a lot of research. Na nilitumia pesa mingi sana kuianzisha. So kukuja kwa ground, things were different. Nilipatana na a lot of challenges, ambapo unapata faida ilikuwa kidogo sana ama naenda hasara kila wakati. So I had to close down that business. Ikabidi nitafute biashara nyingine ni jimudu. So unaona pale ile biashara iko, lakini sasa hainisaidii. So hiyo maji inasaidia kama community na mimi mwenyewe kutumia katika nyumba, na ni mchango mkubwa sana. Okay. Thank you so much for the story. Viewers, kama umesikia, kuanguka ama nasema kucheleza sio kuanguka. Kiswahili wanasema kucheleza unaanguka, unajikukuta.
shika mwendo. Come back. Ama unaenda unaoga unarudi na nguo nyingine safi. Kwa hiyo giving up is not an option. It's not an option. And failure is the part of success. We shall always be winners. We shall always be winners. Yeah. Cecilia, baada ya maneno hayo yako mazuri. Okay. Kunao mayouth ambao kipindi chetu hichi sana wanaangalia. Okay. Na kwa vile wewe ni mwanamke na ni umefanya biashara na umekuza hivi, pengine wapatie advice. Kwa sababu tunapatia advice youth directly in general. Yeah. But then leo kwa vile tuko na wewe hapa, upatie nafasi, yes, advise the youth, especially the ladies. Okay. Wale ambao wamekaa maybe kuna mahali pia walifikiri watafeli after kuambia. So what do you advise them? Okay, kitu ya kwanza, kama wewe ni msichana na bado unasoma, tia bidii sana kwa masomo. Kitu ya pili, kwa wale wamama wako nyumbani hawajajiwezesha kuanzisha chochote, you can start anything popote penye uko. Unaweza uza na mdomo, dropshipping. Unaweza ukaanzisha kamtaji kako kadogo, huku ukilearn ku save pole pole. And let us learn to save money through our banks. Sababu ukisave vizuri kwa banki yako utapata loan uende stage ya pili. Na kama wanawake tushikane mikono kwa pamoja ili tusaidie wenzetu. Tutie bidii sana katika kazi, penye umeajiriwa, penye uko. Kama unafanya kazi, tia bidii sana na tukue honest katika maisha. Na uaminifu pia, kama umeajiriwa mahali kwa biashara ya mtu ama kokote, kuwa mwaminifu kwa bosi wako, na heshima pia ni muhimu sana kwa mwanadamu yeyote. Na usidharau yeyote. Huwezi jua huyo leo ni mimi, kesho ni wewe. So tujitahidi sana, tupatiane heshima kwa kila mmoja na tusi give up as women, as girls, as ladies. And let us tushikane ili tujenge taifa. And a woman can do anything. What man can do, a woman can do better. What a man can do, a woman can do better. We talked about wanawake kuja pamoja. We have these circles and women groups. Do they really help? Ama unahusia vipi katika kujoin hizi groups? Okay, they really help. Number one, ukiwa na discipline. Okay. Ya kuattend hizo wakati wa mkutano. Alafu ya pili, ukuwe mwaminifu kwa kutoa. Naona unapata mtu anajiunga kikundi, alafu mnamchukua, anakuja anachukua mtaji, alafu halipi. Ama anaenda kufanya hizo pesa starehe. Okay. Unaona kama umechukua pesa na umechukua pesa ya kufanya kitu, alafu usifanye hiyo kitu. So unaona hapo you are already a loser. Yes. Very true. Yeah. Katika biashara madam, customer za kuja na sirudi, ama customer wengine wanakuja na nabaki na wewe peke yako. So there's a lot to be done. How do you maintain this relationship with your customer? Okay, kitu ya kwanza ni kumpatia ile kitu yenye tampatia good service. Alafu kitu ya pili, in case nikimpatia kitu na ikue haiko sawa, nitamwambia anaweza regesha, nikambadilishia, ama nikapeleka kwa customer service wamfanyie repair if need be. Alafu kitu ya pili, huwa najaribu sana na kufanyia testing, utoke nayo hapa kama inafanya kazi. Okay. Nakwambia in case ikikuwa na shida usisite kurudi tena. Alafu cha tatu sana, huwa na zawadia sana wateja wangu. Okay. Kuna wakati ukinunua kitu, I give you a small gift as my customers. Yes. Okay, tuko katika episode yetu ambayo watazamaji wetu wanaipenda sana katika kipindi cha biashara mashinani, ambayo ni tutakupatia sekunde 60 ujiuze na ujieleze hii biashara yako kwa wale wanaangalia video kama. Haya. Jina letu linaitwa WinC Phone Accessories. Iko hapa. Tuko between Camry and Jambo Travelers Hotel. Tuna deal na electronics, chargers, phones, tuna deal na car chargers,
Bluetooth speakers, radios, TVs. Tunalinda vitu za aina mingi sana, bulb, battery, hautakosa hapa. Pia tunatengeneza simu. Utapata aerial, utapata nini za kutengeneza simu, pia vifaa za kutengeneza simu utapata pia balls, utapata, kuna aina vitu mingi. Sound bars ziko na cables, aerials, tape measure, bulbs, vitu ni mingi sana, hata sijataja zote. Na karibu wakati wowote nitakuhudumia mimi, ama utahudumiwa na vijana wangu na wasichana wangu watakuhudumia, na tungependa sana support katika hii industry because we support a lot. Ukitaka kutupata, tuko kwa TikTok as WayneC Phone Accessories Mtwapa. Tuko na Instagram account WayneC Accessories. Tuko Facebook pia bado ni WayneC Phone Accessories. Namba yetu ya simu ni 01122015533. We do delivery countrywide na kila mahali. Within Mtwapa we don't charge for delivery fee. Tunakuletea bure na kwa wakati unaofaa. Asante. Unaombea nini wateja wanabiashara wenzako kama wewe unafanya biashara kama hii? Unaombea nini? Kwa mwanabiashara yeyote atie bidii kwa biashara, afungue mapema. Na kitu ya pili, mteja ni mfalme. Tuheshimu sana wateja wetu na tujaribu sana kuwapatia very good customer service. Mteja ni mfalme. Yes. Na amesema na biashara wengine wafungue mapema. Kabisa. Hilo ndo neno lake kwa wafanya biashara wenzake. Jambo lingine ningependa kukuuliza ambalo ni muhimu sana. Unajiona wapi baada ya miaka kadhaa inayokuja inshallah, ama dream zako ni gani kuhusu hii biashara yako? Kuhusu hii biashara yangu, maono yangu ni kukua a wholesaler. Nikuwe kila mtu anachukua mali kutoka kwangu akiuza. Okay. Yes. Tusiwe tunaagiza mzigo mbali. Tuagize tu hapa kama wanabiashara. Kama wanabiashara. Yes. Alafu lingine ningependa sana kufanya branding ya products ambapo ikuwe ni branding yangu. Unaona, ukiona product imeandikwa WayneC unajua hii ni mali yetu ya Mtwapa. Kama Mtwapa. Hao ni maono makubwa sana. Yes. Naomba Mungu akufungulie biashara yako kama hii. Amen. Kwa wanaotazama video kama hii, kipindi chetu cha leo cha biashara mashinani, tumeweza kuwa naye mwanadada huyu kwa jina ya Cecilia, na ameweza kutufafanulia, kutueleza mengi ambayo yanahusu biashara yake, na ameweza pia kutoa advice kwa wale ambao wanataka kufanya biashara hii, haswa wanawake wenzake. Kwa kweli kabisa advice yake kubwa kwa wale wana biashara ambao amesema ni watu wafungue mapema biashara zao. Hili ni jambo kubwa ambalo tukikaa tukiliangalia zaidi ni jambo pana sana. Nimekuwa wako al-akh Yusuf Musa, na nyuma ya kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wakati mwingine.